Pokea kwa imani. Ni watu ambao yani hata kama ataenda kanisani, lakini kuna vihakiba visivyofaa katika maisha yao. Hili ni tatizo ambalo litakutengenezea usiwe na hofu juu ya kumkosea Mungu au kumkosea ndugu yako, maana hofu hutengenezwa na mtu mwenye haki. Lakini kama mtu anaishi nje ya haki, ni mwepesi kuweza kufanya ubaya wa aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio sababu ni vizuri ukisha amua kwamba namfuata Yesu, achana na kina Rutu. Maana kina Rutu hawatakushauri kuwa mwaminifu, hawatakushauri kuwa mkamilifu, hawatakushauri kuwa mjumbe wa mema. Akina Rutu njia zao ni kukosea tu. Kila kijipanga kwamba nataka afanye jambo, atapitia na kosa ndani yake. Hayo ndiyo maisha ya kina Rutu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tangu mwanzo Mungu alisema na Abrahamu ya kwamba nafanya agano na wewe, si ndio mtu wa Mungu? Soma kuanzia mstari wa 14 tuone sasa Abrahamu baada ya kuachana na Rutu, Mungu alifanya nini kwa Abrahamu. Na hii ndiyo itatujengea kwamba yale mazoea ya urafiki na watu wasio na shuhuda nzuri na watu wasio na tabia nzuri, utakapokuwa umegundua ukaachana nao, kuna kitu Bwana atafanya juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee maandiko hayo. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Ni 13 mstari wa 14. Sema, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ni Aroni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Amina kubwa, amina kubwa. Naomba mtu wa Mungu usikivu. Mara nyingi nimesema ya kwamba tunajikuta katika mazingira tunayoyaishi, tunakuwa ni watu wa kukwama, tunakuwa ni watu tusio na maongozi sahihi, tunakuwa ni watu ambao ile neema inapokusudiwa kutufikia inakutana na vitu visivyofaa, tunatenganishwa. Ya kwamba umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba ukiamua kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hatua inayofuata lazima, na Mungu anaposhuhudia umekuwa na viwango vya kuchukia uovu, umekuwa na viwango vya kuchukia uasi, Biblia inasema Mungu anakupaka mafuta.
Bwana Yesu asifiwe. Anakupaka mafuta. Mafuta haya yana msaada mkubwa juu ya maisha ya mtu wa Mungu. Mafuta haya yanasababisha mtu aone, yanasababisha mtu atambue, yanasababisha mtu agundue. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo sababu mwandishi wa Waebrania anasema unapakwa mafuta yanayozidi wenzio, maana yale mafuta yanapowajibika katika wakati yanakutukuza. Unapokuwa umetukuzwa unazidi wenzio kwa sababu ya siri ya mafuta ambayo umepakwa. Bwana Yesu asifiwe. Lengo na makusudi, kwa sababu umechukia uasi, kwa sababu umechukia uovu, Mungu sasa anakuonekania ili kuponya hisia zako, ili kuponya maisha yako, ili kuponya kazi zako, ili kuponya njia zako. Ndiyo maana kunakuwa na namna ya fahari ya aina yake juu ya maisha yako, kwa sababu ya viwango ambavyo umeamua kuchukia uasi na uovu wa kila namna. Sema amina yenye afya. Sema amina yenye afya. Sema amina yenye afya. Nisikilize mtu wa Mungu. Hakuna faida kuwa na ushiriki wa maovu kwa mtu aliyekubali kumpa Yesu maisha yako. Hakuna faida kuwa mshiriki wa maovu. Hakuna faida, mwisho wako utakuwa mbaya. Hii ndiyo sababu tumeona mwisho wa Rutu ulikuwa mbaya pamoja na uzao wake. Naona kwa nini? Kwa sababu ya maisha aliyochagua kuyaishi. Lakini mtu aliyekubali kumpa Yesu maisha yake, Yesu akawa Bwana na Mwokozi, lazima jambo la kwanza achukie uovu wa kila aina katika maisha yake. Asikubaliane na kushikamana na vitu visivyofaa. Kuna kama utakuwa na ushiriki wa vitu visivyofaa, utafanya aibu ambayo haijawahi kutokea duniani. Utafanya aibu ambayo haijawahi kutokea duniani kwa sababu ya kukosa hofu ya Mungu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo vitendo utakavyovifanya vitakuwa vya ajabu. Lakini kama utagairi na kukataa kila njia iletayo majuto ndani ya maisha yako, Mungu atakachokifanya atakupaka mafuta, yale mafuta yanayoleta kibali, yale mafuta yanayoleta mafanikio, yale mafuta yanayoleta neema. Hii ndiyo sababu mtu baada ya kuokoka tunahimiza ajazwe Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ndiye badala ya mafuta ambayo yalinenwa katika Agano la Kale, ambayo yalimiminwa juu ya watu waliofanya agano na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndipo turudi sasa kwa Abrahamu, mtu muhimu ambaye Mungu alimuona tangu kwenye maisha yake ya upagani. Katika jamaa ya kipagani, Mungu anamtokea, anamwambia atoke katika nchi yake, nchi ya baba yake na ya jamaa yake. Akaamua kwenda na Rutu. Huyu Rutu akaja kugeuka kuwa mwiba, lakini matokeo ya kuachana na Rutu ndio tunahitaji tuyaangalie. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Sasa ndio maandiko haya ambayo tulisoma kuanzia mstari wa 14. Usimsahau ni mwamba wako.